Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa kweli tunaendelea kumshukuru Mungu sana 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 kwa mafundisho na washa ambazo zimeendelea kufanyika hapa. Zimekuwa baraka kubwa. Wachungaji na walimu wakufunzi, Mungu awabariki sana kwa mada hizi. Ninaamini mwaka huu umekuwa wa pekee katika summit hii. Jioni ya leo niwaalike tena tunapoendelea kuangalia tabia hizi za nuru ambayo tunaitwa kuwa wa kuiangaza nuru hii kama ambavyo mada yetu kubwa inasema. Mchana tuliona tabia ya nuru ni kutengeneza umbile, kuleta mazingira ya umbile kufanyika, sababu wakati Mungu anaumba dunia ilikuwa ukiwa tena utupu. It was void and formless. Hayo Mungu anapotamka na iwe nuru, nuru inaenda kutengeneza yote. Maana yake tamko la Mungu linaleta uwepo wa umbile na umbo katika maisha yetu pia, kama alivyofanya katika uumbaji wa kwanza na anafanya hivyo katika uumbaji wa pili. Dhambi ambayo inatafsiriwa kuwa ni giza ilipokuwepo na kuingia duniani, ikabidi Kristo afanyike mwili na alete nuru ya mbinguni, na wale wote waliompokea kulingana na kitabu cha Yohana 1 sura ya kwanza, hiyo Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na 13, anasema wote waliompokea walifanyika kuwa wana, na hao ndio waliaminio jina lake. Kwa hiyo Yesu akajitangaza pia yeye ni nuru kwa uumbaji wa pili, na yeye ndiye ambaye analeta habari ya kufafanuliwa kwa dhambi na maisha yetu yasiyoeleweka na kutengeneza maana pale ambapo dhambi imevuruga. Kwa hiyo Yesu anatengeneza maana. Adamu wa kwanza ilishindikana kwake, lakini Adamu huyu aliyekuja kwa mara ya pili, yeye anatengeneza maana sasa ya maisha ambayo tuliyataka. Kwa hiyo Mungu akitusaidia tutaona hayo mengine kama muda utatutosha, ya kwamba Adamu wa kwanza alishindwa, lakini anapokuja Adamu huyu mwingine anafaulu na kurudisha kwenye mstari ule tuliokuwa tunautaka. Kwa hiyo Adamu wa kwanza alichepuka kwenye njia na mpangilio ambao Mungu alikuwa anataka aende. Adamu anapokuja mwingine analeta nuru na kutuangazia, analeta mazingira ya utengenezwaji kwa mioyo yetu, kwa akili zetu na mawazo yetu, ili turudi kwa ule mstari ambao ulikuwepo. Kwa hiyo kwenye nia zetu tayari sasa, baada ya hapo kuna namna ya uchaguzi, sisi tuchague ipi na kadhalika. Turudi katika nuru ile ya awali ambayo ndiyo kusudio la Mungu kufanya urejeshwaji, alafu tuendelee hapo. Mtu mmoja akaniambia, pastor, hivi sisi tulidondoka kutokea wapi? Sema nadhani mchungaji mmoja akamjibu akamwambia, sisi tulidondoka kutoka katika dunia. Kwa hiyo Mungu anapoturejesha anaturejesha katika dunia nyingine, maana sisi hatukudondoka kutoka mbinguni. Aliyeanguka kutoka mbinguni ni Shetani. Akasema sisi tunatangaziwa kurejeshwa kwenye dunia mpya na nchi mpya, maana huko ndiko Mungu alikotuumbia na tulipotezea huko, na mbinguni tutaenda likizo ya miaka 1000, baadaye tutarudishwa kuendelea yale yaliyokomea baada ya Adamu kutenda dhambi. Akahitimisha jibu lake hilo kwa kusema ya kwamba tutarudi sisi. Urejeshwaji unaotafutwa sio sisi kurejea mbinguni, ila kinachorejeshwa sisi mbinguni ni uhusiano uliokuwepo baina yetu sisi na Mungu, lakini tunarejeshwa sasa katika mwendelezo wa mpango ule. Nilivutiwa na maelezo hayo, taona usawa wake baadaye, maana kuna swali niliuliza katika moja ya masomo litajibiwa. Jioni ya leo tabia ya nuru, mchana tuliona ni kutengeneza umbile pale ambapo tabia imeharibika, pale ambapo maisha yameharibika, yawe ni ya kiroho. Maombi hayana fomu, maombi hayana formula, maombi hayana umbo, hayaeleweki. Haya ni maombi ya mcha Mungu au ni maombi hayaeleweki? Haya ni maombi ya kijana mwenye ndoto na malengo, hayaeleweki. Hii ni ibada
ya mcha Mungu, hii ni ibada ya Mkristo, ni ibada ya mtu anayeelewa anakoenda, hayaeleweki. Na hii ni mojawapo ya tabia ambazo Yesu anazikemea anapompelekea ujumbe Yohana wa kupeleka kwenye makanisa 7 ya kutokueleweka. Anapoongea na kanisa la mwisho anamwambia Yohana, kawaambie Laodikia, uvuguvugu nitawatapika, maana wanasema haya. Yesu anapoongea kwenye kitabu cha Ufunuo aliambia hilo kanisa, uvuguvugu, tabia ya kutokueleweka, si baridi wala si moto, ni mbaya. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto, ningejua cha kukusaidia, nikutie moyo au nifanye nini, lakini sasa nitakutapika. Kwa hiyo tabia hii ya kutokueleweka ni lazima iondolewe. Giza lazima iondolewe. Kwa hiyo giza sio tu matendo mabaya, ila hata kutokueleweka upo upande gani. Maana tuna pande mbili, upande wa nuru na upande wa giza, na hakuna upande wa katikati. Kama uko upande wa nuru, maana yake wewe uko upande wa giza. Hakuna upande wa kusema ngoja niwe huku halafu niwe na huku. Mungu anasema tabia hiyo ya Laodikia sio nzuri, maana katika tabia hiyo Laodikia anajiona yuko sawa na anasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha. Lakini akipimwa katika vipimo na mizani ya Mungu, anaambiwa we ni mnyonge, masikini na huchi, na kushauri njoo ununue kwangu dhahabu safi na dawa ya macho upate kuona. Kwa hiyo ndio tabia ya uvuguvugu, tabia ya kutokueleweka, tabia hiyo ya tohu, yani nothingness and chaos, ikiwa ndiyo maana yake. Sasa jioni ya leo tunakwenda tena kuona tabia nyingine ya nuru, na tabia hii tunayoiona jioni ya leo, naam, ni tabia ya nuru nyingine. Nuru tabia yake ni kushinda. Tabia ya nuru ni kushinda na wala haina mjadala. So the character of the divine light is victory. The character of divine light is victory. Tabia ya nuru hii ya mbinguni ni kushinda. Kwa hiyo ukisikia tu hiyo kauli, nuru yenu na iangaze, maana yake ni amri ya kwenda kutangaza ushindi. Biblia kama nilivyosema, mafungu tuliyoanza nayo asubuhi katika kitabu hicho cha Mwanzo 1 fungu la 3, hilo ni fungu la msingi sana katika somo hili. Iliposema Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Hatuoni tendo la kuumba tu, bali pia tunaona tangazo la ushindi katika kauli hiyo, na iwe nuru. Kabla nuru haijaja, kulikuwa na giza lililotawala uso na vilindi vya maji na dunia kwa ujumla. Lakini nuru ilipoingia, giza halikupewa nafasi ya mjadala. Mungu aliposema let there be light, hakwenda kufanya discussion na giza ya kwamba sasa giza wewe hebu tawala usiku, alafu no. Ilikuwa ni tamko ambalo ndani yake lina ushindi tayari. Kwa hiyo hakukuwa na mjadala, hakukuwa na makubaliano kwamba sasa giza, Bwana nataka nilete nuru, kwa hiyo na kadhalika. Maana yake ni nini? Nuru hii ambayo ni uwezo kutoka kwa Mungu haihitaji discussion, haihitaji majadiliano, yenyewe ni kushinda, maana inatoka katika kinywa, katika ndani ya mshindi na ambaye hawezi kushindwa yeyote. Na ndipo mfasiri mmoja wa maandiko kupitia komentari yake anaandika, anasema kwa kweli kusema kuna vita baina ya nuru na giza ni kuafifisha na kushusha uwezo wa nuru, yaani Mungu. Maana giza kwa maana ya dhambi, kwa maana ya machafuko, kwa maana ya ubaya, haiwezi kushindana na nuru na ikashinda.
Kwa kilichopo ni nini sasa? Kama haviwezi kupigana, haviwezi kupigana, na kimsingi haiwezekani kukawa na vita baina. It's not a fair battle. It's a giant and an underdog. Before God, the darkness is just an underdog. Mbele za Mungu giza haliwezi kusimama chansi yoyote ya kushindana na nuru. Na ndio maana anapokuja kutamka let there be light, tayari giza linanywea na linaondoka. Maana yake ni nini? Ikiwa kuna giza kwenye maisha. Jifunza kisa cha Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli kule Misri. Wengi tunasema Mungu akamtandika Farao, Mungu kampiga Farao. Hapana, saizi ya Farao sio ya kupambana na Mungu. Na kama Mungu anataka kupambana na Farao, au kama angepigana na Farao, mimi nisingemwamini huyo Mungu hata sasa. Na siku nikigundua alipigana na Farao, nitaacha kumwamini. Maandiko anasema kwenye Kutoka sura ya 12, waambie wana wa Israeli wafanye 1, 2, 3, wapake damu, maana usiku nitapita nami nitafanya vita juu ya miungu ya Kimisri. Sio Farao. Ana Farao hawezi kupigana na Mungu. Huyo giza, hata mfalme wa giza mwenyewe hana uwezo wa kupinga au kukataa nuru. Maana yake ni mimi mwanadamu ndiye ninayekubali nani atawale. Ninapokubali giza liingie, nuru lazima, giza liingie nuru na kuikataa, maana ni lazima nuru uikatae ili utawaliwe na giza. Ninapoona mvuto wangu wa kuelekea dhambi, kuelekea kutenda dhambi ndio mwepesi, msukumo wake ndio mkubwa, ndio unaonichukua sana, ninakubali kuitikia matakwa ya mwili mno. Maana yake upande wa giza nimeupa nguvu, kwa hiyo una uwezo wa kuteka. Nuru bado haijaruhusiwa katika kiwango chake, maana nuru ikiingia haina kugombana. Wewe wanaosema pastor, hata Paulo alisema ya kwamba ndani yangu mimi ni ndani yako. Lakini kwa asili ukiruhusu nuru, uwezo wa Kristo uingie ndani, maombi, somaji wa neno, uhusiano wake, imani na kadhalika, giza halikai mahali penye nuru, maana huwa hawana mjadala. Haya mazoea ya dhambi ambayo tumeyaendekeza na tunatafuta miamvuli ya mafungu ya Biblia eti wote wamepungukiwa, hamna mtakatifu hata mmoja. Wapendwa, out of context. Mahali palipo na giza, nuru likiingia, giza lazima linywe. Sasa swali la msingi linabaki, kama ni kweli sisi ni watu wa nuru na tunaiamini nuru, na hapa tunajifunza leo nuru asili yake ni ushindi, ikiingia lazima ishinde. Kwa nini leo bado tuna udhaifu wa dhambi? Kwa nini leo dhambi bado inatawala? Kwa nini leo bado unafiki wa kutosha? Kwa nini leo bado tuna mizaa ya kila namna na dhambi inaonekana kuchukua nafasi? Jibu ni rahisi, bado nuru haijapewa nafasi yake ili iweze kushinda. Bado tuna mjadala, bado tunaruhusu mjadala na dhambi. Do not entertain any kind of conversation with the devil. Usikubali maongezi na shetani. Na hiki ndicho kilichowaponza wazazi wetu. Shetani akaenda akawaambia, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema musile matunda yote. Na yule mama akajaribiwa kuingia kwenye mazungumzo, na jibu lake mwenyewe linamfunga. Yule mama akasema Mungu amesema tusiale wala tusiyaguse. Na mimi najiuliza swali la msingi, kama mmeambiwa msiale wala msiyaguse, unafanyapo nini? Unafanyapo nini? Pastor, unajua sisi kwetu hili jaribu la zinaa ukoo wetu bwana, maana siku hizi mpaka kuna dhambi za ukoo. Yaani hili kwa kweli kwetu limekuwa jaribu sana. Maana yake tafsiri ni moja tu, tumekubali mazungumzo na shetani. Na hakuna mahali ambapo utakubali mazungumzo na shetani umuweze, maana ni fundi wa hoja.
kwa marumbano ya hoja kwenye akili yako, yeye ni fundi na atakuweza. Kwa hiyo ifike saa, watu wa Mungu, tuache. Ni kweli kama tumeruhusu nuru itawale maisha yetu na tumekubali nuru tutembee nayo, asili ya nuru ni ushindi, tabia ya nuru ni ushindi. Ili anguko la dhambi la kila siku na kuchekwa na kutokuaminiwa kwa vijana, inafika saa mpaka watu wakiona vijana wawili pale hawazi jingine, anasema tu wale watakuwa wanaendekeza uhuni, hata kama wazo ni jema. Kwa nini? Kwa sababu tumekubali mazungumzo na Shetani, na ukikubali mazungumzo naye atakuingiza chaka. Kazi ya Shetani, mnapoingia kwenye mazungumzo, anakuonesha vile vyote ambavyo Mungu amesema hapana, anakuonesha vile ndio vitu vya maana. Yani huenda ni kale kakatazo kamoja ambako Mungu amesema haka hapana, na yale mengine mengi Mungu amekuachia. Shetani ana kawaida ya kuizoom ile hapana ya Mungu na kuibeautify na kuipendezesha, halafu kuonyesha this is all about. Hii ndio kila kitu Mungu alichokisema. Ndivyo alivyofanya kwenye ule mti, akamwambia this kind of tree, siku mkila mtafanana na Mungu. Na ngoja nikupe siri ya pekee. Shetani siku zote ana promise ambacho hawezi kuofa, anaahidi ambacho hawezi kukupa. Huenda hujanielewa. Na maanisha hivi, Shetani akikuahidi ukifanya dhambi fulani au ukikosea jambo fulani, atakupa kitu fulani, tambua ya kwamba hicho kitu anachokuahidi tayari unacho. Maana hana cha kutoa. Sikiliza vizuri. Alipoenda kwa Adamu na mke wake, akamwambia siku mkila haya matunda mtafanana na nani? Alikuwa amewapa knowledge kana kwamba anawamulikia, lakini ni giza. Anawaambia siku mkila haya matunda ndipo mtafanana na Mungu. Lakini ukirudi Mwanzo 1:26, Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo tayari Adamu anafanana na Mungu, ila anakuwa manipulated ya kwamba mpaka ule haka ndiko unafanana na Mungu. Na wengi leo wameruhusu conversation na giza, wakiamini watapewa uwezo ambao tayari Mungu ameuweka ndani yao. Kwani alifanyaje kwa Yesu? Ikiwa we ni mwana wa Mungu, tayari Yesu ni mwana wa Mungu, lakini anataka mwambie jitupe. Akikutumia malaika ndio utajua kama we ni mwana wa Mungu. Ndio maana ni muhimu kuanzia kesho ni kuleta identity, utambuzi, maana Shetani ndiye anayoshughulika nayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ya Usikubali tu kuingizwa dhambi. Ninarudia hili, siku zote Shetani anakuahidi kitu ambacho yeye hana na wewe ndio unacho. Naomba nikusaidie hili. Wakati fulani nilikuwa na marafiki zangu. Hawa marafiki wakati nikiwa nakuwa, walikuwa ni marafiki ambao they were good manipulators. Walikuwa hawana uwezo wowote, walikuwa hawana kitu chochote, na mimi ndio baadaye nilikuja kufahamu kwamba hakuna walichokuwa wananizidi, ila walikuwa wana uwezo wa kunitumia mimi nikawa chanzo chao cha habari, na wao wanapozipata zile habari wanaonekana wao ndio mafundi, wananishauri mimi. Yani I was a source of information, alafu nikawa naona wao ndio mafundi. Na mwingine akaja kabisa anatoa pendekezo, anasema ukifanya haka, ukafanya hivi, ndipo utakuwa hivi. Na wakati mimi mwenyewe kwa uwezo Mungu alionipa, nilikuwa na uwezo wa kufanya hicho nilichokuwa na uwezo kukifanya bila kufanya hako, kwa kumwambia tu Mungu. Ilikuwa ni namna yangu ya kufanya, ni kawaida kwenye maisha yangu, ila kwa vile akaja kunipendeza, sikiliza, ukitaka sasa ukafanya haka vizuri, fanya hivi. Na unajua kabisa hata ukiwa na akili kiasi gani, ukipewa kibuti, hapo nimeeleweka sana Yani hata kama uwe na uwezo wa akili kiasi gani, ukipewa tu kibuti kwamba hii ndio possible yenyewe. Lile swali nakumbuka nikiwa form 2 nilipata 75. Baada ya kuja kukumbuka yale maswali yote ningepiga, niliamini tulipewa possible. Hii ndio possible.
possible tukakalili mpaka parts of Bunsen burner, na wakati zimo kichwani. Kwa hiyo tulipokutana na Bunsen burner hatukutumia kichwa kujibu, tukalifaa kwenye nini? Pumbavu hali ya juu. Kwa hiyo kuna watu wako hapa naturally wana uwezo huo, ila shetani anawapendekezea, anawaletea namna, anawawekea vikwazo ya kwamba fanya hivi ndipo utafanikiwa, nipigie goti ndipo nitakupa mali yote. Yesu ni muumbaji, ndiye master plan, ndiye fundi stadi. Hayo shetani anamwambia ukinipigia goti ndipo nitakupa. Ni aina gani ya ujinga namna hii? Na Mungu leo amewekeza kila aina ya uwezo kwa vijana. Anasema nawaandikia vijana, maana mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo tayari umeshinda, ila shetani ili akushinde na kukudhalilisha anakuletea conversation na anakuletea mapendekezo, ukifanya hivi ndio utafanya hivi na kadhalika. Na wengi tumeentertain mapendekezo, wengi tumeentertain ujasiri na comfort kwenye mazingira ya dhambi, hasa ya zinaa. Acha niiseme, sikilizeni niwaambie, ukisoma Biblia nzima, kwa nilivyoelewa, labda wachungaji wangu wanaosoma sana, nimewahi kukutana na njia moja peke yake ya kuishinda zinaa. Zinaa sijasoma Pastor Kegiro. Nimesoma Biblia, sijaona mahali ambapo Biblia imesema utakapofika jaribu la zinaa piga magoti muombe Mungu. Sijaona. Utakapokutana na jaribu hilo funga siku 10. Sijaona. Utakapokutana na jaribu la zinaa, chukua Biblia, weka kichwani. Sijaona. Nimeona moja tu, ikimbieni zinaa. Zinaa haishindwi cheo, haishindwi na uchungaji, haishindwi na uwenyekiti, inashindwa na mbio. Kwa hiyo ni mguu, okoa roho. Mwambie ni mguu, ni okoa, nitakununulia kiatu. Ukikaa kujadili mtajikuta. Ndivyo mnavyotuambia, yani pastor tu tukajikuta yani hivyo. Pasa sumeelewa? Wewe naelewaje? Ulikuwa una miguu. Biblia imesema kula nini? Mbio. Pastor, unajua mimi nimekuwa mzee wa kanisa, mbio. Pastor, mimi ni mwenyekiti pastor, mbio. Waza Chirangi, brother, ni mbio. Yaani unapofanya mazoezi ya asubuhi, fanyama na hiyo. Nimekuambia haishindwi mafungu. Wapo wenye mafungu lakini wanakaa wanapiga vitu na mafungu yao. Mbio. Na ninaposema zinaa, mnadhani naongea na wale vijana ambao wanaenda kumedea mabinti na vijana, hata wale mnaofanya zinaa binafsi. Anajifanya ni mwimba kwaya, hana mademu, hayuko nini, hamuoni na wadada. Nenda chumbani mwake uone vipande vya sabuni, na mbele za watu anaonekana mtakatifu. Na hii ndio inayomaliza vijana wetu wengi. Iko moyoni inamtafuna. Na miongoni mwa dhambi mbaya ambayo ni lazima uzungukwe na mapepo, masturbation. Na ndio maana ukimaliza kufanya mapepo yakitoweka, unarudi kwenye ufahamu wako, unaona nimefanya ujinga, maana sasa umeachwa mwenyewe. Ni lazima yajae ya kufunike akili, yalete giza, uanze kufanya hizo imagination. Kwa hiyo ukiwa umekaa mwenyewe ndani, unaona inakuja mbio. Toka, nenda kanunue mahindi ya kuchoma. Kula mbio. Bwana Yesu asifiwe. Hamjanielewa? Mwambie jirani yako mbio. Mwambie wewe kula mbio. Yusufu alipomwambia yule mama, mama, nifanyaje ubaya huu hata nimkosee Mungu?
anaona mama anashusha nguo, anatoa mahubiri, mama amri yeye inasema usizini, mama anapukutisha nguo. Aha, sasa imefika zamu ya nini? Ya mguu, mbio, bakiza shati. Sasa tafuta mfano mwingine wa kukimbiana na zinaa. Hamuna. Jifanye mimi nina maombi, nitamuombea. Ukifika kwa jina la Baba, mukanda hamna. Unasema kwa kweli, yani unaona anatoka mchungaji mmoja alikamatwa kwenye koo, alipotoka hapa sema washiriki wa sasa hivi waovu sana, waovu sana. Waovu wapi? Ulipiga mbio. Chomoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukijifanya eti mimi nasoma psychology, kwa hiyo saikolojia, pumbavu wewe, utakufa vibaya. Wapo wana saikolojia na saikolojia zao, lakini chali. Weka saikolojia pembeni, mbio. Sasa waendelea kujadili. Endelea kujadiliana na dhambi, tutakujadili kwenye baraza la kanisa. Nyie, nimesemaje? Mbio. Hebu semeni mbio. Mwambie jirani yako wa huko, yule wa kwanza alikuwa haja kule. Mwambie jirani, mbio. Simaanishi mbio za kiroho kama Paulo anavyosema, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza. Here there is no exegesis, no explanation, is literally mbio. Yaani mbio. Sasa nenda katafute, si mnasema kama mchungaji, hebu elezea kwa kina. Katafute mwenyewe kina ya mbio mpaka uipate, jipu haipo. So, unataka exegesis ya mbio? Basi ukiona umeingia kwenye simu yako, umeenda nchi za mbali, mwenye simu, maana nchi za mbali siku hizi hata kwenye simu yako unaenda nchi za mbali, kura mbio. Kwa nini tumeingia kwenye mitego ya dhambi? Ni kwa sababu tumeruhusu mazungumzo. There is no discussion inapofika kwenye swala la kumtii Mungu. Sikilizeni, wale vijana walimwambia mfalme, hatuna haja ya kukujibu, maana aliwapa pendekezo, aliwapatia ili wa compromise. Kwa sasa sikilizeni, nawapa chance ya pili. Mkisikia tena mfalme, usihangaike kuelezea kwenye hili, sisi hatuna mjadala, wewe tuweke kwenye moto. Mungu wetu ataamua humo, hatuokoe asituokoe, ila kwa habari ya utii kwa Mungu wetu, no mjadala. Na hapa ndipo wachungaji wenzangu wanapokuja, wanafunzi wanauza pasta, tumeulizwa mtihani, mwalimu amesema afanye Jumamosi. Hawa sio kwamba wajui cha kufanya, anatafuta ruhusa ya mchungaji akafanye. Hakuna mjadala, yaani sio swala la kumpigia mchungaji mtihani Jumamosi siendi. Mwalimu, hakuna mjadala. Jana wangu walinipigia simu mahali fulani, Pastor, huyu mwalimu amesema, wakanitumia na ujumbe. Mwalimu anaongea kabisa, tena ni mwanamke, anasema kesho ni mitihani. Hakuna cha Wasabato, hakuna cha nani. Mitihani yote watafanya kesho. Yaani kesho sitasikia yoyote, hata mwende kwa waziri. Nikawaambia, kwa hiyo mnataka niwaambieje sasa? Niwaruhusu? Hamjui la kufanya? Hapana Pastor, tumeona tukupigie uongee naye. Wakanitumia na namba, nikawaambia siongei naye. Kesho kanisani, baada ya mtihani nendeni mkamwambia wape mtihani mfanye. Wakakataa, wakaenda wakakaa vikao, wakapigia tena mchungaji mwingine, Pastor, tunaomba tusaidie, maana pastor wetu tumemwambia aongee. Pastor yule akanirudia, nikamwambia hilo nimeshamaliza, na kama unawasaidia hao watoto kwa wapumbavu na wasio na imani wasaidie, ila mimi nimemaliza. Nimewaambia
kesho kanisani, wakitoka kanisani wamwambie mwalimu awape mitihani. Alafu huyo mwalimu akikataa kuwapa mitihani, sasa wanipigie. Hilo ndio tatizo mimi nashughulika nalo. Lakini swala la ibada hamna mjadala. Ondoka. Una wachungaji, tuwasaidie vijana wetu wasije kukwambia pasta kaongea na mwalimu. Waende kanisani kwanza, baada ya ibada ndio tunajadiliana. Maana kwa habari ya mimi na Mungu wangu hakuna mjadala. Na ndipo siku moja nikiwa kwenye mahafali kwenye hicho chuo, nikawaambia wahitimu na walimu wakiwepo, nikawaambia sikilizeni, taifa hili lina watu mafisadi wasio na uoga na Mungu, maana waliandaliwa kuwaogopa walimu, kuogopa mitihani na sio Mungu. Na ndio maana wana uwezo wa kufanya chochote. Na hasa nyinyi walimu hawa ambao leo mnawafundisha kuwaogopa, watawatenda hamtakamwamini, wakiwa viongozi, wakiwa madaktari na kadhalika. Ndipo mwalimu mmoja akasikika akisema, nilikuwa sijui kwa nini Wasabato wana kiburi, kumbe ni mchungaji wao. Piga picha hata Pastor Mgwenya, wewe ni mchungaji, unasikia hiyo kauli, unatembea kama una majipu kwenye makwapa. Sasa pastor, unajua pastor, nilipata mkopo. Sasa huu mkopo unatolewa zaka au yani sio kwamba hajui la kufanya, ila anatafuta ruhusa ya mchungaji. Nuru haina mjadala na nini? Siku zote nuru kazi yake ni kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tabia ya nuru ni kushinda. Kama umeferi, uliamua, ulidiscuss, lakini for light, kwa nuru tabia yake ni ushindi. Na hakuna mjadala. Nuru haina vita na giza. Maana kama ingekuwa na vita, ingekuwa haijashinda. Hii vita tunayoidhani ni mtafaruku wa sisi mioyoni kuamua giza au nuru, and that is not the battle. Huo ni mtafaruku wa nafsi. Wanaosoma fasihi, mgogoro wa kinini? Bwana Yesu asifiwe. Hatutendei haki tabia ya nuru kama bado tunaamini kuna vita baina ya nuru na giza. Hatukitendei haki kifo cha Yesu kama bado kuna vita baina ya nuru na giza. Naomba nimalizie pamoja na wewe mafungu haya mawili. Kitabu cha Wakolosai sura ile ya 2 na mstari wa 14 na ule wa 15. Samani, hilo tutalifanya liwe la pili. Anzia Warumi sura ya 8. Anzia Warumi sura ya 8. Naona time hakuna hapa, nafikiri wale viongozi mfanye namna. Warumi sura ya 8. Anzia fungu la 31. 31 nasema, ndio. Basi tuseme nini juu ya hayo? Tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, if God in our side, ni nani aliye juu yetu? Nani anaweza kupambana na sisi? Maana hii ni vita ambayo imeshinda. 32. Yani sisi hatuchezi ili kushinda. Sisi tunacheza kukamilisha ratiba. Bwana Yesu asifiwe. Hii mechi sio ya kushinda. Pastor, tutafuti pointi 3. Sisi tunakamilisha ratiba. Wale wacheza mpira wenzangu wanaelewa nikisema hivyo. Sisi tunaenda kucheza ili tunukiwe kombe. Maana liko mezani na tayari ni la kwetu. Hii mechi iliyobaki sio ya kuchukua point, zilishachukuliwa. Yaani Mungu alipo extend ufalme wake, akaumba dunia, an extended kingdom, an extension of heavenly life, akai-extend duniani. Halafu shetani akaja akaiharibu. Mungu huyo huyo akaingia humo duniani, aka-extend tena ufalme mwingine kupitia Yesu Kristo. Huo ni zaidi ya ushindi.
Zamani wakati tukiwa wadogo, ili umkomeshe mtu kwamba umemtwanga na asirudie tena akuheshimu mpaka muwe watu wazima, unakutana mtaani zinapigwa, alafu kesho yake unamfuata kwao, unampigia pale kwao, huyo anakuheshimu milele zote, amina. Wanajua waliokulia huko, yaani ili ikamilike lazima ukapiganie. Yesu piga shetani mbinguni, akashuka duniani, akafuatwa huko huko, akatandikwa tena. Huyo anarandaranda tu. Mbinu yake kubwa ni mashaka. Njia panda ya mashaka, hofu na kukubali majadiliano naye ndio inayompa access kwenye maisha yetu. But if we resist the discussion, the first step to destruction, to sin na kadhalika, ni kukubali mazungumzo na shetani. Hatua ya kwanza ya kuepuka dhambi ni kukubali kuingia kwenye mjadala na mapendekezo ya shetani. Maana kazi yake anakuingiza kwenye mjadala na anakupa suggestion. Sasa sikiliza maneno, anasema Mungu akiwa upande wetu, Mungu ambaye ni nuru na tabia yake ni kushinda, akiwa upande wetu, nani atashinda? Nani? Endelea msomaji. 32. Ndio. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, yeye ambaye, yani Mungu alikuwa na ukame na isho, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Hivi mnajua Mungu anapenda show off? Mnalijua hilo? Mungu anapenda maonyesho. Yeye asiyemzuia mwanae, ndio msomaji, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Toa mwanae kwa ajili yetu wote. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Na tuko naye kama kikubwa zaidi, the bosom of his. Alirarua sehemu yake. Ndio hiyo lugha ya Agano Jipya Paulo anaitumia. Yaani Mungu alirarua sehemu yake akatupatia kupitia Kristo. Yeye ambaye alijirarua sehemu yake akatuwekea ili tushinde, hawezi kutunyima chochote, maana tabia yake ni kushinda. Alikuwa radhi ararue sehemu yake ili mradi ashinde, na akashinda. Nini ambacho atakunyima kwa ajili ya ushindi? Kwa ajili ya ushindi wa dhambi. Hakuna rasilimali ya kimbingu ambayo umenyimwa kwa ajili ya ushindi wa dhambi. Na ndiyo maana mpaka umepotea, umekomaa mno. Maana kuokolewa ni rahisi mno, kwa sababu kila aina ya mbinu ya silaha kwa ajili ya kuokolewa vimetolewa. Endelea msomaji mpaka fungu la 35. Anasema, alafu utaruka kwenda 36. Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Na Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Na kati aliyekufa ni Kristo Yesu. Naam. Naam. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya. Fungu la 36. 36 anasema kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa, pamoja na kwamba tunakufa, tunauawa mchana kutwa. Ndio tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kuna mahali tunaonekana kama kondoo, ni kuonewa sana. 37 anasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Katika zote hizo, sikiliza, kwa sababu, sikilizeni vizuri, yani kwa kuwa tabia ya nuru, tabia ya Mungu ni kushinda. Pamoja na kwamba tunaonewa, pamoja na kwamba tutendewe haki za nyingine, ni kweli kuna saa unaweza ukanyimwa mtihani, ndio unaweza ukajaribiwa kufanya mtihani. Niseme tu ili mahali fulani, mchungaji wangu, nikakutana na vijana wangu wananiambia, pasta, leo mwalimu ametuambia twende Jumamosi kufanya mtihani. Ni mwalimu nani? Mwalimu fulani pasta. Halafu ni msabato kabisa. Kwa hiyo ametuambia amoni na mimi ni msabato. Nyie njooni mpige pepa saa 2 mpaka saa 3, hata mimi nawasimamia kidogo, naenda kanisani. Na ni mshiriki. Na huyu naye si ajabu
kule shule ya sekondari au wapi, akaona ni kawaida. Sasa piga picha, tunaenda kwenye kipindi kikubwa cha maamuzi kinachotaka ufahamu na tabia iliyojengwa na kuwekewa fomu na Mungu mwenyewe. Halafu tuna watu wa namna hii wanaowakatisha tamaa vijana, na wewe ukikubali, maana yake unakubali kilichomfanya yule awe dhaifu, na wewe kikubalie. Wanawaambia kile kisa cha Shadraka na Meshaki na Abednego sio cha kawaida. Wale madogo sio kwamba walienda pale walikuwa wajui wanaenda kufanya nini, sahau hilo. Wale madogo walienda pale wakijua tunaenda kuzuia ibada, maana walikuwa na uwezo wa kutokuwepo na wasingeuliziwa. Maana Danieli humuoni kwenye hicho kisa, na mfalme akusema Danieli, mbona simuoni hapa? Walikuwa na uwezo wa kuondoka na mfalme asiulizie, ila kuna kanuni waliijua ya kiroho ya kwamba twende, maana hawa watu wakiachwa wakafanya hiyo ibada, tusipopinga itakula kwetu jumla. Kwa hiyo hawakwenda pale kwamba eti wameenda na ile ikawakuta kwa surprise. Madogo walienda wanajua tunakwenda kupinga ibada, na wanawaambia wale wafanyakazi ambao wanakubaliana na mabosi wao, bosi amesema nenda Jumamosi na wewe unaenda, na ujui huyo bosi huenda akasimamisha sanamu kama Nebukadneza. Unapoenda unakubaliana naye, unakubali kusimamisha sanamu ya dhahabu ili jiwe litakaloharibu lisitokee. Lengo la Nebukadneza ilikuwa ni kuzuia, nyuma yake akiwa shetani, ni kuzuia ya kwamba ufalme mwingine wowote hautakuja, uwe wa chuma, uwe wa nini, usiwepo, wepo wa dhahabu peke yake. Lengo lilikuwa sio sanamu, lengo lilikuwa ni kukataa ufalme wa jiwe utakaokuja kusambaratisha. Na unapokataa kusimama, maana yake nakataa kusimamisha ufalme wa Mungu utakaokuja hivi kaburini. Na unapokubaliana nao, maana yake unakubali kusimamisha sanamu badala ya Mungu. Kwa hiyo madogo walienda kusimamia. Tulijifunza juzi asubuhi kwenye maombi, imani ni kuwa na hakika na marejeo ya pili. Wale madogo walienda pale kwa sababu walijua ni lazima kuna Masihi atakuja, na huu ni unabii wake. Hili neno, hii nuru, lazima tukapinga ile ibada ya kishenzi. Kwa hiyo pamoja na moto, pamoja na mateso, Roho akasema tunauawa, lakini katika hayo, pamoja na kwamba tunakufa, hata kifo chetu ni ushindi. Ni kweli, hata kama option itakuwa ni kifo, bado thamani ya mauti yangu mbele za Bwana ni uaminifu wangu. Huo haununuliwi kwa gharama yoyote. Huo haununuliwi kwa gharama ya kazi ya miaka 10 mpaka 20 ili ni staafu vizuri. Huo haununuliwi, haulipiwi. Huo hata kama utagharimu maisha yangu, niko tayari. Maana haya maisha, nuru inaniambia nitarejeshewa maisha haya bora kuliko haya. Kwa nini nikatae nuru ifie kwangu, nibaki na giza, nibaki na kazi, nibaki na giza ili niwe na kazi, nibaki na, haiwezekani. Endelea msomaji. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Sasa muda hautoshi kuelezea hilo neno, anasema kushinda na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda. Katika yeye aliyetupenda. 38. Ndio. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba. Paulo anasema sikilizeni. Wala mauti. Mimi Paulo nimepitia changamoto. Nimekosa kuumwa na majoka. Nimefungwa gerezani. Pigwa mapigo 40 kasoro moja. Baharini kidogo nife. Pigwa na kadhalika na nini. Katika hayo yote nimegundua kitu hiki. Hii nuru ikikumulikia na ukiwa na uhakika nayo, ukiwa na uhakika na ushindi wa nuru, sio mauti wala nini, wala uzima, wala uzima. Kwa hiyo mauti na uzima kwako sio dili, kwako sio issue. Issue ni kwamba nuru ishinde. Ikishinda kwa mimi kwa mzima, well and good. Ikishinda kwa mimi kufa, lengo ni tabia ya nuru. Nuru ishinde. Nikiwa hai ndio itashinda, okay God. Nikifa ndio itashinda nuru. The ultimate goal is to reveal the character of the light. Let the light prevail. Let the trust be victorious. Tunaposema nuru yenu na iangaze, ni zaidi ya theme.
Maana yake ukiruhusu ishinde ndani, ndipo inaweza kuangaza nje. Vinginevyo tutaendelea kuimba ya mashairi mwaka na mwaka, lakini hakuna kitakachotokea, sio kanisani, sio kwenye chama cha TUCASA na mahali popote. Maana Paulo anasema nimeshajua sio mauti, sio maisha vitakavyonitenga na upendo wa Kristo. Malizia msomaji. Wala malaika, hata malaika, wala wenye mamlaka, hao, wala yaliyopo mema, wala yatakayokuwapo, wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haviwezi kututenga na upendo wa Kristo, maana Mungu alishashinda. Ndio maana Yesu aligharimika kufa, na hata kifo hicho alikimaliza. Ndio maana Yesu anapokwenda msalabani, watu wanamhurumia, wanamwambia Bwana, tunakuhurumia Yesu, tunakuombea. Anawaambia msinililie mimi, jilieni nini na watoto wenu, maana nuru imekuja mkaikataa, mkawa na giza. Jilieni ninyi na watoto wenu, maana hao watoto ndio wamesema asulubiwe, nuru itakuja nini? Msinililie mimi, mimi naenda kutangaza ushindi. Nataka nikwambie, Yesu msalabani hakwenda kuumia wala kuteseka. Eloi Eloi lama sabakthani is not a crying voice, sio sauti ya kilio. Ni wimbo ambao Yesu aliuchukua kwenye kitabu cha Zaburi na akauimba wakati anashangilia. Kwa hiyo sauti ya Yesu kwenye msalaba haikuwa ya kilio, na kama alilia, kuanzia leo usimwamini. Nenda kitabu sasa cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15, tumalizie fungu hilo. 2:15 Wakolosai anasema, anzia fungu la 14. 14 anasema, naam, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa. Yes, kisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa mauti yake, ya kutushitaki kwa hukumu zake, ndio iliyokuwa na uadui kwetu, ndio akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. 15 fungu la 15 hili sikiliza kwa makini. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka, kisha kumvua shetani enzi na mamlaka, akamnyang'anya, akamvua, na kuzifanya kuwa mkogo. Sikiliza hilo neno, akazifanya kuwa mkogo. Hiyo kuzifanya kuwa mkogo maana yake alizionyesha. Yaani jamani, hivi mnajua mtu akitembea kwa mikogo si mnaelewa? Mtu akitembea kwa mikogo yani Kwa hiyo Yesu alipopokonya mamlaka ya shetani akazionyesha. Kwa hiyo wakati Yesu anaenda kwenye msalaba, hakikuwa kilio, alikuwa anadunda, maana nuru inashinda. Bwana Yesu asifiwe. Akazifanya kuwa mkogo. Kwa hiyo hayakuwa mateso, hayakuwa maumivu, alizifanya kuwa, akazionyesha, oneni, nimemnyang'anya, ninazo. Na ndio maana ana ujasiri wa kusema ninazo funguo za kuzimu na mauti. Anasema akazifanya kuwa mkogo. Alafu akazifanyaje? Akizishangilia katika msalaba huo. Akizishangilia katika msalaba huo. Yesu alienda kushangilia. Wakati anaenda, anamwambia Baba, tunakuhurumia. Anasema msinihurumie mimi wananisindikiza kushangilia. Wakati shetani akidhani anaenda kummaliza Herode na Mafarisayo na wakuu wa dini, wanadhani watakwenda kumpoteza, kumbe wasijue wanamsindikiza kwenda kushangilia mamlaka. Maana kawaida ya nuru na tabia yake ni kushinda. Wala mauti, wala maombolezo, wala chochote hakitatutenga na upendo wa Kristo. Na ndio maana ushindi wetu unapotamkwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5, Yohana anaonyeshwa kitabu kile ambacho kinatakiwa kifunguliwe ili kusudi mambo yaendelee mbinguni. Akalia, akasema nani atafungua hicho kitabu na kuzifungua hizo siri za mwisho nione? Akalia, na ndipo maandiko yanasema mzee mmoja akamfuata akamwambia, Yohana, usilie, yuko simba wa kabila ya Yuda aliyeshinda,
akitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, na Yohana anaponyanyua macho ili aone simba wa kabila la Yuda, na ndipo anaona mwana kondoo. Yani alishinda kama simba, lakini anapokuja ni kama mwana kondoo. Anatambulishwa ni mwana simba, lakini anayemuona ni mwana kondoo. Maana yake ushindi wa nuru sio wa mabavu, ni ushindi wa dhamiri kama mwana kondoo, kwa unyenyekevu, kwa ustahimilivu, kwa kunyenyekea kama kondoo. Alikuwa simba kwa kunyenyekea kama mwana kondoo, akachinjwa, na ndipo anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ambao hawakuogopa maisha yao hata ilipowagharimu kifo. Jioni ya leo wangapi wanasema naomba tabia ya ushindi wa nuru ikaondoe majadiliano na dhambi, majadiliano na mazoea. Hakuna mjadala wa kumwacha rafiki asiyefaa, hakuna mjadala wa kutengana na makundi yasiyofaa, hakuna mjadala nitaacha lini zinaa, hakuna mjadala. Ukiendelea na mjadala utabaki huko, maana tabia ya nuru ni ushindi. Ntamwandama Bwana walilonena njia zangu. Tusimame. Na nikimlithi atanidumisha, tamini kuamini njia pekee ya furaha wa Yesu, amini wakati. Wale wanaosema Mungu, kuanzia sasa natamka katika maisha yangu, wala mauti wala yaliyo chini wala mamlaka wala urafiki, hata kama itagharimu kupoteza chochote, ila kama nuru itabaki imeshinda, kwa mimi kupoteza chuo, kwa mimi kupoteza masomo, kwa mimi kupoteza mahusiano, kwa mimi kupoteza kazi, kwa mimi kufukuzwa, kwa mimi kudharaulika, maana Yesu alilipa hiyo gharama. Naam, ukisoma kitabu cha Galatia ile sura ya 11 na fungu la 39 na 40, anasema wale watu wakafa hawajazipokea ahadi, bali wanatusubiri sisi ili tukamilishwe pamoja nao. Kwa hiyo watu wa Mungu wamelala waaminifu, na inapofunguliwa muhuri ya 5 kwa kitabu cha Ufunuo, anasema nikaona damu, roho zao waliochinjwa kwa sababu ya ushuhuda wa Kristo zikilia, hata lini utailipiza damu yetu? Na ndipo anasema wakapewa mavazi meupe, wakaambiwa tulieni mpaka wenzenu watakapotendewa kama ninyi. Kwa hiyo wako watu ambao haki yao, ushuhuda wao unasimama na unadai kulipizwa kwa kufungwa historia ya ulimwengu huu. Lakini Mungu anasema tulieni kwanza, kuna wengine na wangoja. Sasa hivi bado ni vijana. Waebrania anasema wakalala wale wazee, hawajapokea ahadi. Walikuwa wakamilifu, walifaa Mungu awaheshimishe, lakini wametulia makaburini, wanangoja waaminifu wenzao ambao watakubali nuru ichukue ushindi, ambao hawataona maisha yana gharama kuliko ushindi wa hii nuru, kudhihirisha tabia yake. Maana tabia ya nuru ni kushinda. Wakati unaoneshwa kiburi, wakati umeonewa, nuru ishinde. Kama ni kwa upendo wakati wa kuonewa, kama ni kwa kusingiziwa, as long as nuru inashinda, kwa wewe kunyamaza na kuumia, hiyo iache nuru ishinde, iache nuru ishinde. Maana nuru haigombani na giza. Ukiona bado kuna kiburi, ukiona bado una uwezo, ukitukanwa unaweza ukarusha ngumi, ukiona bado una uwezo wa kutukana mchungaji na kumwambia utatufanyaje, wewe si ni mchungaji tu, ukiona bado una ujasiri, tambua bado nuru haijashinda bado. Maana mwanakondoo anashinda mwanakondoo, sio kama simba. Nuru inashinda kwa upendo. Kristo alikuwa na uwezo wa kuminya batani moja, na ndipo Herode na Pilato wangeteketezwa pale pale, lakini akamwambia ufalme wangu hapa niliokuja kuanzisha haushindwi kwa ngumi, unashinda kwa upendo. Upendo unaoshinda ni nuru inayoshinda. Hata kama tunaonewa, acha nuru ishinde, maana anaona na amekaa kimya. Wakati fulani nilikuwa mahali fulani, nikaibiwa kwa natoka kwenye makambi nchi jirani hapo.
Kafika mpakani, wakati wa kubadilisha fedha, hela zangu zikaenda karibu 600,000. Nikapanda kwenye gari, ndipo nikagundua karibu 600,000 zimeibiwa. Nikaomba, nikamwambia Mungu, uliona wakati naibiwa ukanyamaza. Ulikuwa na uwezo wa kuposha wale watu. Mimi ni mtumishi wako, na hii fedha sikuiba, hii fedha sikufanya kazi yoyote ya kwangu. Nilikwenda na watu wako wakanibariki. Sadaka ya nauli ilitolewa na watu wenye uchumi mdogo, watu waliokuwa wameumia na kadhalika, ndio wametoa hela, na ukakubali iibiwe. Una uwezo, uliweza kushusha malaika awapige awaadhibu, ukanyamaza na huo uwezo wetu. Huwe mwai, mimi ni nani niende nikapambane nao? Na mimi na nyamaza. Kazi yako kwa kuwa umekubali, tuliza huu moyo kwa amani. Na kuanzia hapo sikukumbuka mpaka leo ninapohubiri. Ndio kisa Roho wa Mungu amekileta. Kuna saa tunalazimisha argument zetu zishinde, tunalazimisha amenionea bana. Sijasema uwe mjinga usijue kujitetea, ila kuna saa acha nuru ishinde kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema kwa kweli, mchungaji, hapa nilipo ninaomba nuru ikashinde katika maisha yangu. Ninaomba Mungu anisaidie nisiwe na mjadala tena kwa habari ya uaminifu na nuru kushinda. Mahali ulipo, nyosha mkono wako juu. Tembea uje hapa mbele. Mchungaji Mgwenya atakwenda kutuombea sasa ombi hili, na huo ni wito wangu wa kwanza. Wale wanaosema Bwana, nuru hii ikaangaze katika maisha yangu, nuru hii ya ushindi. Wale ambao wamechoka na historia ya kushindwa. Kija zinaa umeshindwa, kija masengenyo kuwasema watu humo, kija tabia za udhaifu humo, woga ni wewe. Nasema Baba, nimechoka. Sasa nuru yako ikashinde giza hili. Ni giza kwenye wakati wa maamuzi. Ukifika saa ya kuamua mambo ya maana kwenye maisha, mashaka yanajaa. Nasema hapana, Mungu imetosha. Sasa nataka nuru ishinde. Sitaki mjadala, maana ushindi tayari uko ndani yangu. Nahitaji Mungu ashinde. Hilo ombi tunakwenda kuliomba. Nitoe wito wa pili pia mchana huu. Ombe mchungaji Endo na wachungaji wengine mtakuja kunisaidia kuwapokea watu hawa. Mchungaji ataomba maombi haya mawili. Shika mkono jirani yako. Tutakuwa na ubatizo siku ya Ijumaa au Jumamosi, na wapo watu ambao wanahitaji waingie kwenye kitabu cha uzima na nuru hii itembee katika maisha yao. Shika mkono jirani yako. Hakikisha umemshika mtu mmoja tu. Hakikisha umemshika mtu mmoja. Ngeukie, muulize, umebatizwa? Kama amesema hapana, njoo naye hapa mbele. Njoo naye hapa mbele. Kuwa nuru kwa huyo mtu. Njoo naye hapa mbele, wachungaji wakutaka kuwapokea. Usibaki naye, njoo naye, tembea naye. Hata kama ana mpango wa kubatizwa hapo, wewe njoo naye, atabatizwa huko atakaporudi. Njoo naye. Njoo naye. Njoo naye, tembea. Huo wito usikupite. Njoo, wachungaji wako hapo kupokea. Njoo naye, usibaki naye. Njoo naye. Bwana akubariki sana. Kama yuko mwingine usibaki naye, usiwe na hiyo hofu. Wewe tembea tu hapo. Tunahitaji kuomba kwa ajili yako. Usibaki. Pastor karibu. Baba Mungu mtakatifu, asante Bwana kwa summit ya 2026.
summit iliyojaa utukufu wako, summit iliyojaa uweza wako, summit iliyojaa mamlaka ya kiungu ndani yake, summit ulio na mpango nasi. Bwana, asante kwa mtumishi wako ambaye umemleta kwetu atufundishe njia zako. Asante Bwana kutupatia moyo wa kutambua mapenzi yako na makusudi yako na nia ya kuyakubali na kuyapokea katika jina la Yesu. Bwana, neno ambalo umeliweka ndani ya mtumishi wako ameliwasilisha Bwana kama ulivyomtuma kwetu, na sisi tumekiri neno hili kwa kusimama, tumekiri neno hili kwa kupiga hatua za imani kuja mbele zako Bwana. Tunaomba Bwana utupokee, uturehemu pale tulipoonesha udhaifu hata kuanzisha mazungumzo na shetani, pale tulipoonesha udhaifu hata wa kufanya haya na yale. Tumegundua jambo moja, dhambi ni ya kuikimbia katika jina la Yesu. Ikiwa Mungu ndani yetu kuna ulemavu, kuna kiu na nia ya kutenda maovu, kwa jina la Yesu nia na makusudi hayo ya moyo yakafe katika samiti hii. Uruhusu watoto wako watoke hapa wakihesabika ni watakatifu kwa Bwana katika jina la Yesu. Umetuleta Bwana katika samiti hii, moja ya jambo kubwa ni kutukamilisha tufae kwa ajili ya ufalme wako ujao hata sasa katika uso wa dunia hii. Bwana, mafundisho haya tuliyoyapokea yasiishie kusikia kama visa, yakawe ni msingi na nguzo ya uhai wetu pamoja na wewe Bwana. Ninakushukuru kwamba katika walioko humu wamekugeukia Bwana. Tunapigana vita tuliogundua ya kwamba tayari ushindi umeshapatikana. Baba, nakushukuru kwa jambo hili. Wewe tayari umeshashinda. Yeyote anayeonekana kuwa dhaifu, Bwana umeshamshindia. Nguvu na uweza wako ukamfunike maadamu amekugeukia Bwana. Asante kwa sababu umedhihirika kwake. Hata wale ambao wamekuja hapa wakihitaji wabatizwe, wewe uliyesema yote ajaye kwako hautamtupa nje kamwe, wapokee watoto wako hawa tangu wakati huu, wakirimie kipawa cha Roho Mtakatifu. Hata saa yao ijapo wadia ya kuzamishwa katika maji, wakaanze upya wa uzima kwa utukufu wa jina lako Yesu. Kwa namna hiyo Baba, tunamweka mikononi mwako mchungaji wetu aliyetupatia neno hili. Endelea kumwandaa tena kwa ajili ya ibada inayofuata. Ruhusu kupitia kambi hili tukasa tukaponywe kwa utukufu wa jina lako Yesu. Ushindi ukapatikane, dhambi iliyokuwa imependwa ikafe, kila kijana hapa akatoke mzima kwa Yesu. Kwa jina la Yesu kisomba na kushukuru. Amen. Lazima ufanye vitu kama hivyo. Bwana wabariki wale wote ambao tumeendelea kufuatilia ibada hii kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube. Na rafiki hapa anaitwa Kwimba Juma anasema, mbarikiwe sana watu wa lugha za alama, na barikiwa nanyi. Amina.
Lakini huyu anasema, anaitwa Veronica Enoch, anasema ninazidi kubarikiwa na vipindi hivi vizuri nikiwa Omani. Mungu atubariki sote. Lakini huyu anasema mafundisho mazuri, vijana tuzingatie. Yeye anaitwa Elisha Mafuru. Amina. Basi Bwana aweze kuwabariki wale wote ambao walikuwa wakiendelea kutusaidia kurusha matangazo haya. Katika chumba cha matangazo tulikuwa naye Elikunda Singo pamoja na Jonathan Abedi. Bila kusahau wale wote ambao walikuwa nyuma ya kamera, tulikuwa naye Oswald Puza, Alexi Mchachi na Gladi Manyama. Kwa niaba yao, jina langu ni Arnold Liberus Yankana, niliyekuwa nikisimamia program pamoja na matangazo ya siku hii ya leo. Tukutane majira ya 1:30 ili kuweza kuendelea na vipindi vya usiku huu wa leo. Lakini mimi tutakutana katika siku ile ya kesho, si mwingine na wakati mwingine. Mungu aweze kukubariki. Bye bye. Tusiondoke wale wote ambao tunaondoka. Kwa hivyo ni wasihi tuweze kutulia. Kuna matangazo machache hapa ambayo nitayatoa, na mara baada ya hapa nitamkaribisha mwenyekiti wetu wa gym